Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Hapa unazungumzia Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao. Unafahamu kwamba kwa sasa mambo yamekuwa ni mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba, huku wakiendelea kuweza kushusha nyota wapya kwenye kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao. Mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa, ambapo leo hii kocha Fadlu Davis ameweza kuweka bayana majina ya wachezaji wapya ambao wanatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na ndio wachezaji ambao aliweza kuomba uongozi wa klabu ya Simba uweze kumletea waweze kufanya nao kazi, kwa sababu ya kile ambacho yeye anakiona ya kwamba kuna mapengo katika sehemu baadhi ya maeneo, hivyo basi anahitaji kuweza kupata wachezaji wenye uzoefu wa kutosha, huku tajiri Mo Dewji akiweza kumwaga zaidi ya shilingi bilioni 2 katika pesa za usajili ambazo amefanya kuongeza katika kikosi cha klabu ya Simba. Ni kina nani hao? Utakwenda kujua hapa, ambao wametua kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Katika miongoni mwao ambao ni nyota wengine wapya ambao hatujawahi kuwashuhudia kabisa Tanzania. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili kwenye kikosi cha Simba, ambacho kocha Fadlu ameweza kuweka bayana usajili huo mpya. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili tuendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali nazungumzia mnyama Simba Sport Club kwa kile ambacho anakifanya kwa wakati huu. Bana, mara baada ya kuweza hapa nazungumzia kuishia katika nafasi ya pili katika kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sport Club haikutoka patupu, na unafahamu ya kwamba iliweza kufanya kile ambacho kilistahili, lakini kombe alikuweza kufika. Sasa unafahamu mshindi wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika huwa kuna mkwanja ambao huwa anauchukua. Mkwanja ule pia ni mrefu, lakini si sawa na ule ambao anachukua bingwa wa taji hilo, ambao anachukua zaidi ya shilingi takriban bilioni 5 na sehemu, ambao anachukua mshindi wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa kile ambacho kafu wanakitoa pindi ambapo mashindano yanapokuwa yakimalizika. Sasa inaelezwa ya kwamba Simba Sport Club wameingia katika rekodi ya kuchukua pia kiasi kikubwa cha pesa katika mashindano hayo ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo inaelezwa kwamba Simba kwa kumaliza mshindi wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika watapokea kiasi cha shilingi dola milioni 1 za Kimarekani, ambazo kwa pesa ya Kitanzania ukiweza kuzileta sasa hapa unakutana na zaidi ya shilingi bilioni 2.6 za Kitanzania, ambazo hizi zinapelekwa moja kwa moja katika sehemu ya usajili wa kikosi cha klabu ya Simba, huku wapinzani wao ambao ni klabu ya Young Africans wenyewe watachukua kwa sababu walimaliza katika nafasi ya 3 kwenye makundi ya klabu bingwa barani Afrika, watapokea kiasi cha shilingi dola 700 sawa na pesa za Kimarekani, ambazo ni bilioni 1.8 ambao Young Africans watachukua katika kufika kwao kwenye makundi na kuishia nafasi ya 3. Sasa kocha Fadlu Davis yeye ameweza kuweka bayana majina ya wachezaji hao ambao chukuliwa na klabu ya Simba mara baada ya Simba kuweza kuchukua mkwanja mrefu kweli kweli katika kile ambacho kinachoendelea. Wa kwanza kabisa inaeleza ni Jonathan Sowae, miongoni mwa watu ambao wameweza kuonyesha kiwango kizuri kweli kweli. Dirisha dogo la usajili, mabao takriban 12 katika michezo 12 ambao amecheza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Anazidi kuweka rekodi nzuri kabisa kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani. Kila mechi anaendelea kufanya vizuri kabisa, na inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club imewasilisha ofa yake ya shilingi milioni 500 kuelekea pale katika klabu ya soka ya Singida Black Stars
Stars ambao ndio wamiliki wa mchezaji huyo ili kuweza kumchukua kunako msimu ujao. Mazungumzo yanaendelea mpaka sasa, huku Singida Black Stars wakiendelea kuichakata ofa ambayo wameipokea kutoka wekundu wa Msimbazi Simba chini ya rais wao Mo Dewji, akiendelea kuweza kumkamilishia, hapa nazungumzia kocha Fadru, kile ambacho kinachoendelea. Lakini wakati hayo yakiendelea, pia unafahamu ya kwamba kuna mchezaji pale inabidi apungue mmoja, mshambuliaji ambao unafahamu kwamba kati ya Dese Mukwala ama Lionel Ateba, mmoja lazima apishe Jonathan Sowaya aweze kuingia katika mchakato huo. Lakini pia yupo kiungo fundi kutoka Tanzania, hapa nazungumzia namba 10 bora kwelikweli, Faisal, ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Taarifa zinaeleza kwamba kile ambacho tulichokuwa tukiweza kukisikia juu ya Faisal kuhusiana na issue ya kwenda kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba, inaelezwa kwamba kwa taarifa za ndani ni kwamba Faisal tayari ameshaweza kumalizana na klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoelezwa ni kwamba tayari kijana ameshaweza kufanya kila kitu. Inaelezwa kwamba dili linaelekea ukingoni Mo Dewji, ambapo anahitaji saini ya Faisal Salum msimu ujao katika viunga vya Simba Sport Club. Japokuwa inaelezwa kwamba kile ambacho kilikuwepo mara ya kwanza tulisikia kwamba Faisal akisaini kwamba Simba Sport Club kwamba Yanga watapewa shilingi bilioni 1. Taarifa zile zilikuwa hazina ukweli wowote, na aliweza kutoka bayana akazungumzia kile kilichokuwepo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kwamba walimalizana kila kitu, kwa hiyo yuko huru kuelekea Simba. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba kuna nyota Mabululu miongoni mwa striker ambao klabu ya Simba haikukata tamaa katika kuweza kufanya dili lake la uhamisho kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Sasa Simba inaona ya kwamba sasa ndio muda sahihi, na wamepeleka ofa yao ambayo bado na yenyewe inajadiliwa kuona namna gani ambavyo Mabululu anaweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba kuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Ni moja kati ya nyota ambao wenye uwezo mzuri wa kuweza kulichungulia lango, na klabu ya Simba imeweka bayana kabisa ikisema ya kwamba safari hii inahitaji wachezaji wenye daraja A ili kuja kuweza kuweka nguvu na sio kuanza kuitafuta timu mara sio kujenga timu. Simba Sport Club iko tayari tena kuendelea na huo mchakato, na kwa sasa wanahitaji nyota ambao wanatambua nini wanafanya. Kwa hiyo kwenye hilo pia Simba Sport Club inaelezwa kwamba wamegonga hodi pale Wydad Casablanca, ambapo unafahamu ya kwamba mchezaji wa Kitanzania kutoka Singida Fountain Gate alisajiliwa kwenda Wydad ambayo anacheza Stefano Aziz Ki. Inaeleza Suleiman Mwalimu ni miongoni mwa nyota ambao huenda wakatoka kwenye kikosi cha Simba kutokana na Simba kupeleka ofa yao pale wakiweza kumhitaji nyota huyo mara baada ya Wydad kusema ya kwamba wanahitaji kumtoa kwa mkopo ili kuweza kumpa nafasi ya kucheza zaidi, kwani wana matumaini ya kwamba ana kitu atakuja kuweza kuwaongezea Wydad katika dili lao ambalo wamelifanya. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja atakwenda kushuhudia Simba mpya yenye usajili mpya ndani ya kikosi chao, huku ofa nyingine ambayo klabu ya Simba wameituma ni kuelekea pale Balkane wakimhitaji kiungo namba 6. Hapa nazungumzia Lamine Kamara, miongoni mwa watu ambao waliweza kukichafua kweli kweli. Kama unamkumbuka Kamara yule wa Balkane ambaye aliweza kufunga goli la kwanza kabisa katika mchezo wa kwanza kule, hapa nazungumzia Morocco, basi huyo klabu ya Simba ndiyo inamhitaji aende akazuie pale katika namba 6. Haya yote yanajili huku klabu ya Simba ikiendelea kuweza kuwashawishi nyota wengine wapi ambao bado taarifa zao zijakamilika. Zikikamilika nami nitakuletea hapa, utakwenda kujua ni nani na nani ambao tayari wameingia katika rada za wekundu wa Msimbazi Simba, huku Simba ikisema ya kwamba msimu ujao inahitaji tena kufika katika kombe la klabu bingwa barani Afrika katika ngazi ya juu. Hawahitaji tena kuishia tena na kule katika hatua ile ya robo finali, kwa sababu
sababu shirikisho sio wamefika tayari katika hatua ya fainali, basi wanataka na ligi ya mabingwa barani Afrika na wenyewe wafike fainali, wavunje ule mwiko wa robo fainali katika upande wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni msimu kumalizika na kushuhudia nyota wapya wakianza kudondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.